Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Dorcas Ondieki. Yes guys, karibuni sana to today's video. Where do I start? Niko na updates nne zenye ningependa tuongelee leo on today's video. So before we start, tuko na mission road to 1000 subscribers. Currently tuko 420. Yeah. Asanteni sana to the 420 of you guys. Thank you for subscribing. Thank you for joining me in this journey. So tuendelee kusubscribe tufike 1000 subscribers. Bado tuko mbali, but one day inshallah tutafika. Sindio guys? Yeah, so subscribe, like the video, comment hapo chini, tuendelee tukisonga. So, and today's video, okay, first of all, leo ni holiday ya Waislamu, but anyway, so yeah, tuendelee kwa video ya leo. So on today's video nataka tuongelee vitu tatu ama nne, tatu. So one ni Congo na Ghana wametoa update jana, wakasema kutakuwa na visa free for all African countries. So ukitaka kwenda Congo, ukitaka kwenda Ghana, unaingia bila visa. But Ghana wametoa effective yesterday, but Congo wamesema effective next year. So wangengoja next year ndio watoe. But anyway, yeah, so Congo ni hadi next year. But for now kama unaenda Congo, unaenda na visa. So kwanza next year ndio 2027 ndio itakuwa visa free. But Ghana walisema effective yesterday. So ukitaka kwenda Ghana leo, unaenda visa free. So you just pay for your ticket. Haya, so hiyo ndio update for watu wanapenda kutravel, blah blah blah, for business, for leisure, you know. Hiyo ndio update. So another update ama another story ningependa tuongelee ni ya Talia Oyando. You guys know her, ama most of you guys. Si kila mtu anaweza kuwa namjua, most of you guys. So Talia Oyando alikuwa host wa 10/10 Citizen TV, but alitoka. No know why, but yeah, alitoka. So jana Colonel Mustafa, okay, turewind ama tuende mbele ndio turudi nyuma, tuende tu mbele. Jana Colonel Mustafa ni msanii, you guys know him. Msanii mwingine hapa amechora matatu bling bling, you know, make silver. But anyway, yeah, so Colonel Mustafa jana alipost on his Instagram akasema that walikuwa wamekosana na Issa. They fought with Issa because of Talia Oyando. So aya, sasa turudi sasa nyuma. Talia Oyando alikuwa na date Issa. Issa ni msanii, alipass few years, I think so, because maybe last year ama the other year ndio alipass, but I think ni last year. So yeah, Issa alikuwa msanii na alipass last year. There was a time alikuwa in a relationship with Talia Oyando. So ndio maana Colonel Mustafa anasema walifight na Issa sababu ya Talia Oyando. So Talia alikuja akakata, akasema hawakuwa fight sababu yake, walifight kwa sababu zao wao wenyewe, asijaribu kumuingiza kwa hizo maneno. Mbona mnaongelea nini? Wajini watu arrest. Anyway, RIP Issa. Issa alikuwa msanii mnoma. Yeah, anyway, that is about it. So, onto my last story of today, of this video, ni story ya mwisho. So, ni about moving on. Rachel Otuoma, unamjua, alikuwa ameolewa ama alikuwa girlfriend boyfriend, sijui kama alikuwa, but I think nani alikuwa amepropose. So sijui kama walikuwa wameoana, but I remember sana akipropose. Otuoma, you guys know him. Ni msanii. Not msanii, but alikuwa former footballer, akaumia mguu. So yeah, alikuwa kwa wheelchair. Then anaitwaje huyo Rachel Otuoma akakuja akamsaidia. Wakaishi pamoja. Familia hiyo kijana ilikuwa imemkataa.
So Rachel akamchukua, wakaishi pamoja, they were struggling, wakaingia TikTok live nini, wakaanza kuchangiwa hadi wakanunuliwa apartment ya sijui 2 bedroom, sijui kama walinunuliwa ama walirentiwa, but yeah, kuna mtu alijitokeza akawalipia hiyo apartment, mwingine akajitokeza akawanunulia gari and all those things, pesa walikuwa napata from live, wakiingia live TikTok and all that. So Otuoma alipass last year, na familia yake, so ikaanza kukuja ikasema that Rachel anakula pesa Otuoma nini. I mean, amukuwa hapo wakitafuta hiyo pesa, mshaingia live na wao mkomba? Hapana, nyinyi mlimtoroka wakati alikuwa peke yake, alikuwa ameumia. Huyu msichana amekuja, amemwokota, amemuosha, amemsaidia, wamegrow pamoja. Sasa hizi ndo mnakuja kuclaim that Otuoma ni mtu wenu. So yeah, it was crazy, but hiyo story ilikuja ikatulia na Rachel Otuoma ka move on. Na yeah, jana alipost a clip of her being proposed by his boyfriend. Hatumjui, hajatuonyesha, but yeah, ali move on. So but my question is, mbona bado anatumia jina Otuoma? I mean, move on na jina yako ama ya the guy mwenye na move on na yeye, cause ama ni juu ya brand, cause pia unajua ni ukitendo ukitoa jina unaweza kosa kukulia cause watu wamemjua kama Rachel Otuoma. Otuoma is the late husband ama the late boyfriend. Na sasa ameingia in a next relationship. I mean, anafaa ku drop hiyo jina. For me, that is my view. Ni sawa ku move on, si mbaya, cause you can't be alone forever. Ku move on ni kitu mzuri. So afanye nini, a drop hiyo jina Otuoma, aitwe tu Rachel, the other guy's name. That is my view, but you can tell me what you think hapo chini kwa comment section to engage. Yeah, nilikuwa nimeambia last story, an update. Hii ni kitu imecross mind yangu, hata si ya jana, ni like 2-3 days ago. Aitwaje? Nano Witi ni alikuwa wife wa King Kaka. Mnajua King Kaka, msanii Kaka Empire. Kaka Sungura. Yeah, so nilikuwa nasema nini? Yeah, Nano Witi alikuja akajitokeza akasema that akapost kwa Instagram yake, hata kama ni wewe unaweza ishi na mtu anafuga nyoka kama pet. So this is what happened. Waliachana na King Kaka 4 years ago. Hatujui waliachania nini, but wali break up. Na pia King Kaka amekuwa akifuga nyoka kama pet. I mean, hizo nyoka hajafuga kuanzia jana ama last year. Amekuwa nazo all along, hata before mkutane alikuwa na hizo nyoka. So wewe ulikutana na yeye, ukaishi na yeye kama anafuga nyoka, then mkuje muachane, ukuje kusema umeachana juu ya kufuga nyoka. Does it make sense to you? Because it doesn't to me. Ungemwacha from the word go, wakati ulikuwa unajua babe, what do you do nini, akakwambia nafuga nyoka kama pet, hapo ndo ungemwachia. Lakini mwezi kwa mmeachana mwezi kwa mmekaa na yeye for over 10 years, ndio unakuja kusema eti hata wewe unaweza kana mtu anafuga nyoka kama pet. Doesn't make sense. But anyway, yeah, walipart ways. Hakuna mtu amenyesha dalili ya kumove on. So yeah, acha tungoje tuone vile kutaenda. Anyway, yes guys, acha tumalize hapo. Stories zingine tutaongelea kesho on my next video. Naona saizi siku hizi najaribu sana kuwapea video kila siku. Ndio consistency, si ndio? Wanasemanga consistency is the key to content creation. So guys, venye tunawapea content, kindly pia nyinyi subscribe to my channel to grow pamoja nifike 1000 subscribers. Yes guys, so I'll see you in my next video. Subscribe, like, share, comment. Kama umesubscribe, tumia rafiki yako, tumia your family member pia ya subscribe to join on this mission to 1000 subscribers. Sindio guys? Yes, subscribe and I'll see you in my next video. Bye.